VIP birthday party ya mkali wenu na of course Mudi Mnyama hapa official kabisa bodyguard wa Harmonize na amekuja kumsupport mkali wenu hapa. Tuzungumza naye mawili matatu atuambie habari zake pia na yeye. Nakwaje kama mkubwa? Bwana fresh mwanetu. Vizuri? Niko vizuri sana mshukuru Mungu. Bwana kwanza karibu sana kwenye birthday ya mkali. Shukrani sana. Natamani kufahamu bwana ukaribu wako na mkali wenu mpaka imekushawishi bwana leo umwambie bwana Harmonize mimi naenda kwa mkali wenu bwana. Mkali ni kama unavyojua ni mwigizaji lakini pia ameingia kwenye sanaa ya ngumi. Lakini ngumi sisi ndio inatufanya mpaka tumefikia hapa na majukumu mengine. Hivyo hiyo imetufutia. Lakini ni muda mrefu ambapo tunakubaliana, yani tunaelewana ingawa hatujai kumiti kivile, ila kuna matamasha mbalimbali tunaonanaga tunaongea tu jukwani. Ila kichonivutia zaidi ameingia kwenye gym yetu ambayo 24/7 hours ambayo gym ambayo watu wengi wako pale na wasanii wengi. Naona bwana, na mimi ni mtu kama mtu wa mawe na yeye tumekutana pale, kwa hiyo tumejana changamoto, tumejana vitu vingi sana. Na mimi kuna vitu fulani nimempatia na yeye amevipokea kwa busara yake na upendo wake, ndio umetufutia kuja hapa mimi na mwanangu Mandonga na watu kibao. Sio swala kawaida mtu kuacha time yake kwenda kuhudhuria jambo la mtu. Tunasema kama hawana connection ambayo sio ya kawaida mtu hawezi kuja. Ukiachana na mkali wenu sawa, umeingia katika mafani yenu pia kipi special ikakufanya bwana anakuja kusupport mdogo wangu? Ni kweli sio kitu cha kawaida, ndio maana unaona tamasha nyingi sisi hatuonekani watu kama sisi kutokana na kazi zetu na majukumu yetu. Lakini sio kama unavyojua unapokuwa bodyguard sio tena uonekane kwenye makumbi ya starehe kama haya aliyakuwa bosi wako hayupo. Wengi mtuzoea kutuona tukiwa na mabosi zetu na tuko serious. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuja kwenye mapati kama haya, ila kwa sababu ya upendo kama nilivyokuambia, kutokana na upendo na busara aliyokuwa nayo imetupelekea sisi kuja. Lakini pia bila kusahau mimi mwenyewe kama Mudi Mnyama, Mudi Mnyama Films, mwenyewe nafanya movie, umeelewa? Nafanya movie, nafanya vitu vingi. Kama unaona kina Kamvevo nafanya nao kazi na watu tofauti. Kwa hiyo lazima wakati mwingine nijiibe, nije kujishiriki ili nisikae mbali na sanaa. Sawa. Watu wengi pia wakataka kuwa wanajiuliza Mudi Mnyama anawezaje kujigawa kwenye kushiriki kwenye mambo ya kisanaa wakati bosi wake pia ni mhusika wa masuala ya kisanaa. Haiwi tabu labda kwenye masuala ya mikataba na nini? Inatupa ugumu, ndio maana unaona sometimes naweza nikatoa kazi kidogo au naweza nikapata labda endorsement yoyote kama kazi fulani nikafanya kwa muda mfupi alafu nikasionekana kutokana na majukumu ya kazi, lakini najaribu kulisotu kila baada ya miaka miwili na renew mkataba. Lakini 2025 yani 25 hii mambo yamekaa sawa. Na maana kama kuna dili lolote mtu ana dili niko tayari kulifanya kutokana na jinsi tulivyokubaliana, kutokana tumekaa muda mrefu sana na bosi wetu. Lakini pia majukumu yamekuwa mengi, kwa hiyo lazima nifanye kazi nyingine ili mambo yaende ambazo haziwezi kuleta fedha. Najua maana fedha. Kwa hiyo kipindi hichi na uhuru mkubwa. Suni tunazindua jimu yangu nyingine nipe namba 2. Umeona bana, ni nyumbani nilipojenga. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana. Pia juzi nimetoka Dubai kwa nguvu yangu mwenyewe, nimeenda na familia yangu, nimefunga mzigo supplement za mazoezi, vifaa vya mazoezi nimeleta. Kwa hiyo nafungua gym kubwa, wakina Toa Kiduku, wakina Mandonga kama unavyoona niko naye. Umeona bwana, wakina Hassan Mwakinyo wote watakuwepo kwenye uzinduzi. Kwa hiyo tunazidi kufanya vitu vikubwa, la tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe mbali kutokana na sana na kazi yetu. Bodyguard ni kazi moja ambayo upande fulani kuna watu wengine wamedharau, lakini imetufanyia tumekuwa kidogo wakubwa. Kwa kipindi hichi nafasi imekuwa kubwa kwa upande wangu na mshukuru Mungu. Ukweli upoje Mudi Mnyama? Watu wanasema na nikijumlisha na ulioongea hapo mkataba mpya kidogo kuna mambo hayako sawa baina yako na Harmonize. Watoe shaka bana mashabiki wako na Harmonize kwenye hilo. Namaanisha kwamba hauko sawa, yani kwamba sio kwamba hauko sawa. Mkataba uko vizuri na una mafanikio makubwa. Tafsiri yake bosi kama bosi amezidi kunipa kipaumbele na kupata minyanya. Kwa kipindi kile nilikuwa nataitiwa, ndio maana unaweza kuona DStv nimefanya kazi ya Uber ile kidogo afu ikawa imekufa. Kutokana na nini? Nilikuwa bado nataitiwa na majukumu ya kazi. Yani Konde alikuwa na uhitaji mkubwa sana na mimi. Kwa hiyo ilikuwa nafasi, yani sipati nafasi kubwa. Kwa kipindi hiki Konde kama mkubwa sana, lazima na mimi ni mkubwa sana. Lakini pia kuna chipukizi, kuna wadogo zangu 4 niko nao na Konde, unatembea nao.
Unaelewa? Ukizungumza kina Don Chambo, kina Njengo wote mimi nimewafundisha kazi ya security miaka 5 ya nyuma. Kwa hiyo dogo zangu ndio washakuwa mabodi wakubwa. Kwa hiyo mimi na uwezo kusema Konda na sehemu nikatuma vijana wakaenda. Mimi nikaendelea, lakini kuna mashow makubwa, matamasha makubwa mimi nakuwa naye. Nimeona mara nyingi sana siko naye kutokana na nini? Jinsi ukubwa nilivyojijengea. Kwa hiyo kama nitakuwa na majukumu yangu ya kazi, gym na nini, siwezi kutoka kwenda kumsimamia gym. Lazima nitatuma kijana aende. Kutokana na maisha yanasonga. Ila yule mwanangu hata kama nitakuwa na hela ndo 20 za hela, sitoacha kukaa naye kwa sababu ndo majukumu yangu yalikuwa pale. Wewe mwenye Julia kupitia Konde. Kwa hiyo hata kama nina hela siwezi kuja kuvimba, nitaonekana ni body tu. Hata kama nimekuja hapa niko na Mandonga, niko na nani, ndio maana nimeshindwa kuingia naye. Tafsiri yake watu wangechukulia Mudi sema na mgadi Mandonga. Unaelewa? Yaani mimi bodyguard ni bodyguard tu. Hata nikiwa na wewe utaonekana na kugadi wewe. Ndio maana nasema vinywaji kama hivi hatuji kutokana na status tuliokuwa nayo. Mimi naweza nikaja nikanasimamia meza ya kina Mandonga na meza ya watu wote. Hata hela mafuta mimi kuja hapa ya Mandonga nimempa mimi, nimekuja na mimi. Lakini mtu hawezi kujua hivyo vitu. Anajua kwamba wewe anamlinda kutokana na brand nilokuwa nayo. Kwa hiyo lazima nibaki na Konde, lakini mambo yangu yaende. Mimi nikizungumzia vitu vyangu vya kwangu mimi vya familia, hamna atakayeamini hata mmoja. Na nikikwambia reality ya maisha yangu mimi na vitu ninavyomiliki mimi, hakuna atakayeamini. Na siwezi kufanya hivyo kwa sababu natengeneza uadui. Unaona? Kwa hiyo sisi tuna mambo mengi sana. Mimi yani siwezi kujisifia, lakini nasema kweli alhamdulillah. Mwenyezi Mungu kafungua kwa upande wangu, lakini pia sanaa imekuwa kubwa sana ubodi. Kwa hiyo kuna madogo wengi. Ndio maana sometimes akaingia kazini, nikawa nimevaa hivi lakini niko kazini. Zamani mimi ndio nimeanzisha mavazi yote, unaona mabaksi, manini mimi ndio nimeanzisha. Unaweza kufuatilia ukajua kwamba bodi wa kwanza Tanzania wa kuvaa mavazi ya kinamba ni mimi. Bwana. Madude nini, lakini huwezi kuniona na waachia madogo kwa sababu watu wako wengi mikoani kila sehemu. Kila mtu kavaa madude. Hiyo ni mikwala tu. Kuna bodi ni security. Anajua muda huko na nini, ishara hatari zote tunazijua. Kwa hiyo muda wote unaweza kuvaa kawaida na ukafanya kazi. Ni mnyama pia, tuambie ukweli bwana. Vijuzi tu hapa nimeona baadhi ya managers wa Harmonize wametoa kwenye bio yao pale kwamba wao sio tena Konde Gang. Nikasema kuna nini? Kuna mchezo unaendelea au kama kawaida mitandaoni kidogo kuna maneno? Kwa hilo siwezi kulizungumzia, lakini mtapopata nafasi mnaweza mkawaoji wao wakazungumzia, kwa sababu kwa hilo siwezi kuzungumzia kwa sababu liko nje ya uwezo wangu. Ndio maana nimeongea vitu vingi kwa sababu najua vinanihusu mimi. Ndio maana nimeviongelea. Kitu ambacho mimi sikielewi siwezi kukizungumzia. Ila kuko sawa lakini. Mimi najua kuko sawa. Na nafikiri kuna mameneja wengine wameongezeka, mnaona hata juzi tumeenda Dodoma na mameneja wengine wa Nigeria. Kwa hiyo mambo naona yanazidi kuwa fire. Mudi tunaamini dua njema, baraka njema zinaanzia nyumbani. Sasa hivi mbali na kazi yako bodyguard, umeshaanza kuingia kwenye sanaa ya uigizaji na vitu kama hivyo. Harmonize huwa ni shabiki yako, anatazama kile ambacho unakifanya? Harmonize ni shabiki yangu namba 1 ambaye ananitakia mema na ananikubali sana. Na sometimes mwenyewe anakuwa na mashaka kwamba huyu jamani kisema nimwachie sana afanye kazi kubwa za sanaa hataweza kunigadi. Kwa hiyo alinipa kama miaka 5-6 mbele, lakini aliona bado mimi niko na yeye. Unaona kwamba sisi tuna real love, kwamba mimi siwezi kusema kwamba bwana mimi namuona nafanya kazi sanaa, siwezi kufanya kazi ya bodi, hapana. Mimi nafanya kazi na Konde bosi, lakini pia ni damu yani Brotherhood kabisa yani. Umezoea mara nyingi bosi hapendi mfanyakazi wake afanikiwe, whether pale kazini ama sehemu nyingine. Ndio swali ambalo umenifilisi. Nitamani nikuulize kwamba Harmonize anafurahia mafanikio yako ama kuna namna yote huwa anakuminya ili mradi usije siku kumwacha? Hapana, kuniminya hawezi kwa sababu mikataba yetu inaruhusu namna gani ya kufanya kazi, lakini ile unachozungumza baadhi ya mabosi wengi sana kibongobongo wanakuwa waoga hivyo, lakini kwa upande wa Konde hapana, kwa sababu jukumu lako nao mimi ni makubwa sana. Hawezi yote kunitekelezea. Lazima mimi nisonge na mwingine asonge ili gang iwe kubwa. Maana gang kila mtu ajitemegee yeye na biashara zake za pembeni. Ndio maana naweza kapost ma supplement, naweza kapost niko huko, naweza kapost niko jimu hii, naweza kaitwa jimu hii hivyo. Je, kumsikia siku moja naye anashawishika, ipo siku mtaingia naye ataingia kwenye sanaa yenu ya uigizaji au Mudi, ipo siku tutafanya kazi mimi na wewe maigizo? Hiyo yeye mwenyewe kashafanya na unaona hata kama kuna nyimbo zake nyingi yeye mwenyewe anakuwa ni character, ushaelewa? Hata yeye nyimbo ya mama ambayo amefanya yuko Italia, yeye alikuwa ni character pale.
na hiyo ceiling itakuwa nikapiga mimi ile, lakini akaamua kupiga yeye. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni msanii, mshaelewa bwana. Lakini pia yeye amehamasika kwenye mazoezi, yani kitambo yeye alikuwa anapenda sana body, lakini mpaka sasa hivi anafanya mazoezi, mimi ndo nimemfanya mpaka kufika malengo yale. Kwa hiyo ananikubali, mimi ni mshabiki yake, nampenda blaza wangu, lakini pia yeye mwenyewe ananikubali ninachokifanya. Na so yeye, wasanii wengi wamehamasika na mazoezi, unaona kila mtu, madada nani wote wako gym. Hiyo ni kazi yetu sisi ambayo watu wanaweza kutuchukulia poa tu, mazoezi na nini, lakini watu wengi wamehamasika na wameacha mapombe, wameacha na vitu vingine, wanaamua kufanya mazoezi. Kwa mtu kufanya mazoezi bora, huwezi kufanya starehe kijinga. Ndio. Juzi hapa kama utani tunafikiri mlikuwa mnaenda kupanda private jet, mnasafiri kama sikosei. Harmonize kuna video akawa anasema kuhusiana na mwili wake kwamba sasa hivi mimi ndo nitaanza kuwa namlinda Mudi Mnyama. Na wewe ndo unamfundisha mazoezi. Kwa namna Harmonize asipacha tu mazoezi au akifanya mwili wake unatanuka zaidi. Yaani wanachotaka kujua security sio kuwa na mwili mkubwa. Mimi sina mwili mkubwa, ila ni security professional. Mimi naitwa mbwa. Mbwa ni security mkubwa sana. Yaani mbwa ni security mkubwa kuliko binadamu. Kwa hiyo mimi ni security, alafu kuna bouncers. Au sio? Kwa hiyo mtu akitanuka sana usiogope, angalia EQ yake ikoje, ni mlinzi. Ushanielewa? Kodi unatoa hizo. Mimi nakwambia kwa sababu yeye mwenyewe, mimi kama mwanangu, mimi sende Nigeria bwana, nimebanwa hivi na hivi. Amekubali. Kuna safari, hata hii safari ya Kenya juzi, mimi ile safari ndo niliua. Ndio maana hata mwenyewe alizungumzia kwa miradi hayo. Kama ulisikia kipande chake interview yake, kwamba Mnyama alichelewa ndege. Unaona kuna vitu fulani vikukaa sawa, mimi nimechelewa, nimedirect. Unaona? Kwa maana nini? Akienda pale bila security itakuwaje? Kwa sababu ndio kule kuna mambo mengi. Ila mimi na solve vitu ambavyo hata mwenyewe kikano na huyu blaza huyu. Ni kweli familia. Sawa. Iko hivyo. Ndio sasa Mudi. Labda nikuulize hivi, mko mmekaa nyinyi labda na Harmonize na nini, huwa mna haki kusifia kazi za wasanii wengine ambao Harmonize labda haipo nao sawa? Mfano Platinum amepiga show London, watu wanaisifia sana. Mudi Mnyama unaweza ukawa na hiyo confidence ukana Harmonize ukasema sema mkubwa hiyo show kakaua. Yaani kinachoendelea kwamba mitandaoni kila kitu kinatembea. Kitu nikifanya mimi, nyinyi mkiposti, kila mtu atakiona. Hichi ninachozungumza hapa, kila mtu anakiangalia. Mkiposti tu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho mtu ataposti asikionekane. Namna gani nyinyi mtakizungumzia? Anachokifanya huyu, anachokifanya huyu, vyote vinaonekana. Na wigo ndo ule. Shida tu kwamba nyinyi waandishi wa habari huaga mbele au unapenda nini? Naweza nikawaita mimi au akaita mtu mwingine mkamchukulia poa, kumbe ana habari kubwa tu. Kwa kuna habari nyingine mnazikosaga. Ukiona mtu fulani ana jina kidogo au ana kitu fulani, jaribu kumfuata na kuwa mnachukua, msibague mtu wote. Kwa kuna vitu vingi mnavikosa, vinaamua kuishiria juu tu. Hivyo. Niko na bodi wangu anaita Boni, ni kijana wangu wa kazi, ameniambia interview inatosha. Twende tukalemua. Maana mpiga sana masquati. Wiki nzima nafanya mazoezi. Autoi mazoezi unapokuwa unakunywa vitu kama hivyo, mazoezi yatoki? Hapana, hapa ndo unafanya relaxing. Yaani si kwamba unasema unakunywa au unafanya sex au unafanya chochote. Pale ndo unafanya nini? Ndo unaweka mwili sawa na akili ili kufanya vitu vingine. Na maana vinakuwa na timing, unaweza kusema nakaa mwezi na kunywa mara moja, au nakaa wiki 3 na kunywa mara moja, au unafanya hiki na hiki. Ndio hivyo. Kwa kila kitu kinapangiliwa na program. Ndio. Asimama kila kheri kamkubwa. Shukrani sana wanangu, tuko pamoja. Nyinyi ndio kila kitu, sisi familia. Tuendelee kushikana. Na sisi tunasubiria jambo lako bwana. Jambo langu insha Allah nafikiri mwezi huu wa 6 ndo nazindua. Nimemwambia kuna wasanii kibao watakuja, wakina wapiganaji, lakini pia na baadhi ya watu ambao wanasupport. Nazindua jimu yangu, nipe namba 2, maana nitakuwa na jimu 2. Moja ili kwa Yaomu nimewachia tu familia. Ila hii ndio jimu ambayo mara kwa mara nitakuwepo. Kwa sababu kutokana na ubizi wangu wa kazi na nini. Kwa hiyo nikiona sienda kazini nitakuwa niko pale. Nimepiga jimu nyingi za watu. Atakuja kweli wakati ameweka jimu nyumbani. Konda ameshakuja. No. Konda ameshakuja jimu nyingi sana. Kwa hata jimu ya Konda kama utapata bahati utaingia, utakuta picha ya kwangu, picha yake na ya Kajala. Lazima ukute pale mimi niko. Kwa sababu anajua kabisa namna gani nilivyo mazoezi. Obviously ndio kusikia kwamba hutaki kufanya mazoezi kwa na stress, au ukiwa na stress ufanye mazoezi pia ili kuondoa stress. Sasa hivi Harmonize anatuonesha kidogo ana stress ya penzi la Kajala. Hakusumbui kwenye mazoezi? Kwa upande wangu mimi, unapokuwa na mawazo, nafikiri labda vitu vyako havijakaa sawa. Unapoenda jimu, kuna vitu vinavyoitwa vya wazungu supplement. Ukitumia pure workout zile za kibabe, hakuna kinachoendelea pale zaidi ya mazoezi tu. Na ukinapoenda jimu ndo una refresh. Sio kunywa pombe au kufanya vitu vingine, no.
Ukiingia gym ukawa umesema umeweka muziki wako mzuri kama iPod au umeweka muziki ndani, vile vitu vyote vinakufa. Lakini kwa upande wa Konde sijajua yeye mwenyewe, lakini kwa binafsi yangu mimi napoenda gym ndio napoteza mawazo.